Mheshimiwa wa mtandao wetu wa Kenya TV mahali popote ulipo, hujambo? Karibu katika uchanganuzi wa siasa siku ya leo, ili ni kufahamishe vile hali ilivyo. Kisha baadaye nitakuwa nachanganua. Naomba tu kaweze kunifuatilia, maana naileta hii kanda chini ya dakika 10 na nitakueleza mengi ya kisiasa. Ninaomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio, bado sijafika kwa studio, lakini tukifika kwa studio natoa ahadi tutakuwa tunaonekana kwa picha halisi, lakini kwa sasa naomba msamaha. Naomba tu kaweze kunifuatilia kwa sababu nimeleta kwa njia ya audio. Naomba kuuliza swali kabla nizame kwa undani. Kama wewe mtazamaji, je, unaunga mkono Raila Odinga kuundiwa kiti serikalini cha kuwa waziri mkuu? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Karibu ili tuendelee pamoja. Kimeumana. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametumiwa ujumbe mkali wa kuweukiwa serikalini. Hiki ni kipi ambacho kimefanyika? Kabla niendelee kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Ombi langu moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama, naomba utupe like katika kanda hii, na ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado haujasubscribe katika channel yetu ya Kenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa moja ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Karibu ili nikueleze kwa undani. Baada ya Raila Odinga kuungana na rais, aliweza kusema baadhi ya matakwa yale ambayo wanataka yashughulikiwe ni NADCO report, ukipenda National Dialogue Committee. Kuna masuala muhimu, uundwaji wa viti mbalimbali na masuala mengine, kufight corruption and whatever. Lakini sasa serikali hii iko na viongozi. Kuna seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale ambaye alichaguliwa kupitia chama cha UDA ambacho kinaongoza, na yeye ni chief whip ama kiranja wa wengi katika bunge la seneti. Ako serikalini. Aliweza kusimama katika bunge la seneti na kukataa uundwaji wa kiti cha waziri mkuu na kugeukia Raila Odinga kukabidhiwa kiti hicho kwa sababu amekataa. Tumsikize, nikirudi nitakuwa nachanganua kwa undani. Tumsikize ama tusikize sauti ya Boni Halwale ambaye ni seneta wa Kakamega. We don't want another BBI2 in the name of NADCO. If we are amending the constitution, let us ban the midnight oil. We do things the proper way. What is supposed to go for a referendum, let the people decide. If there is a clause, Senator Mugeni, I came to learn during the fight against BBI that you have certain aspects of the constitution which you cannot amend. The lawyers taught me at that time that you call them the essential clauses. We want this debate to start now so that we don't waste time in courts fighting NADCO in the name of BBI 2. Up to now, when we shall come to vote, I am one of the people who will vote against expansion of the executive. I do not understand the benefit of an expanded. Take, for example, the chapatis that the governor of Nairobi was talking about yesterday. You can see the benefits. The primary school children from Mukuru kwa Njenga, from Kawangware, they benefit from those chapatis. We want decisions that translate into returns on investment. So what if we have a prime minister with 2 deputies and a president with a deputy? How is it going to improve the lives of the people, other than just stroking the ego of the big men of Kenya and big women to share positions of power? The office I would certainly support
is the leader of the opposition. Umesikiza vile ameprotest, amesema ya kwamba formation of prime minister position hakiwezi kuruhusiwa. Kwa nini? Anauliza maswali, kwa nini tuwe na position ya waziri mkuu, manaibu wake, tuwe na kiti cha president na naibu wake? Kwa nini? Shughuli ni gani? Functions zao ni zipi? Ikiwa mnataka kupitisha hayo, mimi nitapinga na nitapiga kura yangu against mambo ya uundwaji wa kiti cha prime minister ambacho Raila Odinga anatazamia. Akaamua akasema mambo ya expansion of executive, yaani kurefusha utawala, yeye hawezi kuunga mkono na kusema kiti hiki hakiwezi kusaidia Mkenya wa kawaida. Now, huyu mwenye anazungumza ako serikalini, chama cha UDA na kiranja wa wengi katika bunge la Senate. Now, I want to put this into perspective so that to understand why Boni Khalwale has protested by saying the formation of prime minister position is illegal. Kwa nini Khalwale amekataa? Point number 1. 2010 constitution should be respected and protected by all means. Katiba ile ilipitishwa na Wakenya mwaka 2010 inastahili kulindwa na kuheshimiwa, kwa sababu wakati ilipitishwa inastahili kushughulikia masuala muhimu na wala sio kuunda vitu vingine serikalini. Najua Boni Khalwale yeye anasema he must speak the truth. Unajua amesema ya kwamba ikiwa mnataka kupitisha hayo yote muende kwa referendum, muulize Wakenya kama watahitaji. Ndio maana nikaanza kanda hii kwa kuuliza swali, je, unaunga mkono uundwaji wa kiti cha waziri mkuu ambacho Raila Odinga anatazamia kukabidhiwa? Muende kwa Wakenya muwaulize mnataka kiti hiki kikaweze kuundwa. Sasa mambo ya Nadico report amesema no, hiyo ni PPI tu ambayo mnataka kuleta kivingine hapa na kupitisha kuundia watu fulani viti serikalini. Amekataa. Kwa hivyo katiba, the constitution which was promulgated in the year 2010 should be protected by all means. Na unajua kuna jambo ambalo tunaangalia tunashangaa, vile muungano ama opposition side, yani mrengo upinzani umekuwa katika taifa letu la Kenya, hata wengine tunashangaa. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanasimama kidete katika mrengo upinzani, akina Matiba, akina kijana Mwai Kibaki aliyekuwa rais. Kuna vile waliweza kusimama imara katika mrengo upinzani, lakini kwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga tumeshuhudia mambo ya cooperation, mambo ya handshake, mambo ya nusu mkate, the so called wakati ule ni wa Mwai Kibaki, yes, serikali ya mseto. Tumeshuhudia sasa the so called broad based government. Sasa hatujui opposition iko wapi, inafanya kazi. Yaani inamaanisha ukishindwa kura ukiwa number 2 hakuna opposition, baada ya miaka fulani unaingia kwa serikali. Nani atawatetea wa Kenya? Number 2, matamshi ya Boni Khalwale yanamaanisha nini? Wa Kenya na viongozi baadhi yao hawajafurahia vile marekebisho yanaendelea kufanywa to accommodate Raila Odinga's close allies in the government. Mumeona Ndindi Nyoro ameondolewa, mtu wa Raila Odinga Samia Tandi ameingizwa pale. Yaani vile kunaonekana ni kama sasa broad based government iendelee. Wakenya wengi hata viongozi akiwemo Boni Khalwale wamepinga jambo hilo na kusema ya kwamba kuna haki na stahili kutekelezwa kwa Wakenya wote kwa usawa.
Na huyu anazungumza ako serikalini, lakini ameamua kuprotest na kusema no, haiwezekani. Sina lingine mpenzi mtazamaji. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Nasema asante na shukuru kwa kuendelea kunifuatilia kila wakati. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza baadaye, ingawa nimeleta hii kanda kwa njia ya audio, lakini nikifika kwa studio nitaanza kuonekana kwa picha. Ikiwa wewe ni mgeni katika channel yetu ya Kenya TV, naomba tu kaweze kusubscribe kwa kuponyeza kitufe kiko hapo chini kimeandikwa subscribe. Ukimaliza kando yake kuna kengele, ponyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Kenya TV, na sambazia wengine hii kanda kwa group moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao wa Facebook ili tuendelee kujulisha wingi zaidi. Asante, barikiwa na usisahau kutupea a like. Ladies and gentlemen, people, let's meet in the next video. Bye bye.